بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumekuwa tukizungumza kuhusu nafasi ya imani katika kuleta mafanikio, utulivu na amani katika moyo wa binadamu. Na kwa kipindi kirefu tumeweza kuwafafanulieni kwamba ulimwengu pamoja na maendeleo yote yaliyokuwepo leo hii haukuweza kufanikiwa kumpa binadamu mafanikio, utulivu, amani katika moyo wake, na akajihisi kwamba anaishi maisha ya raha. Na tumeelezea kwa kirefu kwamba imani ni utatuzi, na anayetaka kuthibitisha hilo ajaribu kujijengea imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuamini kuwepo kwa malipo, na kuamini kwamba kila linalotendeka hapa limepangwa na Mungu. Hayo yatamuendelea huzuni, yatampa faraja zaidi, yatamfanya misiba itakayomsibu iwe ni midogo mbele ya macho yake. Swali ambalo mtu anaweza kuuliza kwamba mtu anaweza kuipataje imani? Kwa sababu tumeona hadithi inasema an-najatu ma'al imani, kufanikiwa kuko sambamba na imani. Hadithi nyingine inasema ma min shay'in yuhsalu bihi al-amanu ablagh min imanin, hakuna kitu ambacho kwacho mtu anaweza kupata amani ya nafsi, amani ya moyo, utulivu zaidi ya imani. Kwa maana imani ndiyo inaweza kumpa mtu utulivu zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Hadithi nyingine inasema la wasilata anjahu min al-imani, hakuna njia ambayo ina mafanikio zaidi kuliko imani, yani kuliko njia ya imani. Kwa hivyo kuwa na imani kunaleta mafanikio. Na tunaposema mafanikio tunakusudia mafanikio ya duniani na akhera. Mafanikio makubwa ya binadamu ni kuishi kwa raha, kuishi bila huzuni, bila mawazo yanayomkera, bila kuwa na kile kinachoitwa stress. Nafsi yake imetulia, moyo wake hauko tepetepe. Vile vile hadithi inasema wala najata liman la imana la, wala hakuna kufaulu, kufanikiwa kwa yule ambaye hana imani. Ataonekana tu dhahir kwamba ana raha, ana starehe, na wengine wanaweza wakamuonea wivu, lakini ukweli halisi hatakuwa na amani wala mafanikio yoyote yale. Sasa haya tumemaliza kuyazungumza, na tumeyazungumza vya kutosha kuhusu imani na nafasi yake katika kujenga utulivu, ufanisi, mafanikio, faraja kwa binadamu. Swali la msingi ni kwamba kuna njia gani ambazo mtu anaweza kuzipitia ili aweze kupata sifa hiyo ya kuwa ni mu'min, ana imani, ili aweze kupata ule utamu wa imani, ladha ya imani, aone ladha ya maisha ya hapa duniani kabla ya akhera. Awe ni mtu ambaye hana kero yoyote katika maisha yake, aishi vizuri kuliko tajiri, kuliko rais wa nchi, kuliko kiongozi katika wadhifa fulani, kuliko mkuu fulani. Kwa hivyo tumeona kwamba kumiliki vitu vya kimada hakumpi uhakika mtu kuwa ataishi katika hali ya amani. Leo hii tutataja moja katika sifa za watu wenye imani
ili tuone na tujaribu kutekeleza sisi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa yule ambaye anafuatilia vipindi vyetu, ajitahidi angalau kuanzia wiki hii mpaka kufikia wiki ijayo insha Allah, ajaribu kutekeleza haya tunayoeleza. Sifa moja kubwa ya mtu mwenye imani ambayo unaweza ukajifunza kuwa nayo, na kwa muda mfupi unaweza ukaanza kuona mafanikio. Kwanza kabisa, pametajwa katika hadithi kwamba hakika mu'min katika sifa zake ni kathirun samtuhu, ni mwingi wa ukimya. Manake hasemisemi ovyo, hapayuki ovyo, hasemi kila kitu, bali ni mkimya, maneno yake machache, anazungumza kwa kadri ya haja. Unaweza ukadhani kwamba ni jambo dogo sana, lakini ni jambo ambalo mtu akifanikiwa katika jambo hili litamvuta taratibu mpaka kumfanya awe ni mu'min. Na hii ni sifa ya mitume kwa ujumla, na ni sifa ya waumini. Hadithi ya mtume maarufu inasema hivi: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Yule ambaye anamuamini Mwenyezi Mungu vilivyo na anaamini siku ya mwisho, basi na aseme mambo ya kheri, au kama hana la kheri la kusema anyamaze. Kwa hivyo kwa sifa ya mu'min anayemuamini Mwenyezi Mungu vilivyo na anaamini siku ya mwisho kwamba kuna malipo na kuhisabiwa, sifa yake ni kuwa hutamka jambo la kheri kama lipo, na kama hana la kheri hunyamaza kimya, hasemi ovyo ovyo. Hii sifa ukitizama ni ndogo, lakini inahitajia mtu kujifunza na kuwa na utashi wa hali ya juu, kuilazimisha nafsi yake kuadapti, kubeba sifa hii. Sifa ya kwamba hazungumzi ovyo ovyo, hazungumzi sana, anazungumza kwa kadri ya haja, tena pale ambapo pana maslahi na pana kheri. Anajifunza kuwa mtulivu katika maneno yake, kuutuliza ulimi wake, kutosema kila kinachokuja katika ulimi wake. Limehimizwa sana katika hadithi nyingi. Ukiwa wewe una busara au huna busara, ni rahisi sana kujulikana kwa kupitia maneno. Maneno yana nafasi kubwa sana katika kujenga jambo au kubomoa jambo, kujenga haiba ya mtu au kuvunja haiba na shakhsia yake. Haya maneno tunayoyazungumza yanaathiri sana amali za mtu, vitendo vya mtu. Na ndio maana Sayyiduna Ali alayhi afdhalus salatu wassalam, mmoja katika viongozi wa Ahlul Bayt alayhimus salam, Ali ibn Abi Talib, na mtu aliyokuwa na hikma sana na ilmu kubwa, miongoni mwa maneno yake anasema hivi: takallamu tu'rafu. Anatupa kanuni ya maisha, takallamu tu'rafu, zungumzeni mtajulikana. Hana maana kwamba anakuamrisha uzungumze, bali anakupa kanuni, zungumzeni mtajulikana. Fa innal mar'a makhbu'un tahta lisanihi, hakika binadamu yoyote yule, makhbu'un tahta lisanihi, amefichwa chini ya ulimi wake. Manake utajulikana wewe nani kwa kusema, kwa kuzungumza. Kwa hivyo kama wewe ni muungwana, kama wewe una busara, una heshima yako itafahamika kwa ulimi, haiba yako itatokeza katika ulimi, itadhihiri katika ulimi. Na kama mtu ni jahil, huna chochote, kwa kuzungumza kwako, ujahili wako vile vile unaweza ukafahamika. Kwa hivyo busara ni kupunguza maneno. Haiba yako itaendelea kuwepo katika jamii, heshima yako itakuwepo, kwa sababu maneno ndio kigezo cha kumtathmini mtu. Kwa hivyo anatupa kanuni hii ambayo vile vile inatuhimiza kwamba tusipende kuzungumza kupayuka sana na mfano wake. Wenye hikma wamesema hivi: in kana al-kalamu min fiddatin fasukutu min dhahabin. Ikiwa maneno yanatokana na fedha, madini ya fedha,
basi kule kunyamaza, kutosema, kutakuwa kunatokana na dhahabu. Yani ikiwa maneno yanatokana na fedha, madini ya fedha, basi mtu kunyamaza asiyatoe maneno, ule ukimya unatokana na dhahabu. Sasa na siku zote dhahabu ni kitu chenye thamani zaidi kuliko fedha. Maneno haya ya hikma pia yanahimiza kwamba mtu asiwe anazungumza maneno mengi ya ovyo ovyo, kwa sababu kwa kuzungumza sana makosa pia huwa ni mengi. Na maneno yanapimwa na Mwenyezi Mungu na yanapewa imma adhabu kwa kutamkwa au thawabu. Manake mtu anaweza kulipwa kwa maneno, akalipwa thawabu, au akalipwa adhabu kutokana na matamshi au maneno anayoyatamka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba maneno mazuri, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kwamba maneno mazuri na usamehevu ni kitu bora sana kuliko mtu kutoa sadaka ambayo nyuma ya sadaka ile kuna maudhi. Kwa maneno mazuri yana thamani zaidi kuliko sadaka ya sampuli hiyo. Bali mtume mwenyewe anasema hivi, al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa. Maneno mazuri yenyewe ni sadaka, lakini maneno ya ovyo ovyo mtu atahesabiwa kwa maneno hayo. Na maneno mabaya ni kama vile mti mbaya usiotoa matunda, usiokuwa imara, sio thabit, ka kalimatin khabithati. Hauna uimara, una athari mbaya katika jamii. Lakini maneno mazuri hujenga jamii zaidi na huwa na athari nzuri katika jamii. Na dunia hii imeharibiwa kwa maneno. Kwa hakika inaweza kutengenezwa kwa kauli na inaweza kuharibiwa kwa kauli. Kauli ina nafasi kubwa sana katika kujenga au kubomoa, na unapozungumza sana una nafasi kubwa zaidi ya kuharibu, kukosea, kuliko unapojizuia na kusema sema ovyo. Qur'an inasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Hakuna khairi katika mazungumzo yao mengi ya kunongonezana, hakuna khairi illa kwa yule ambaye katika kuzungumza kwake atakuwa anaamrisha kutoa sadaka au kufanya wema, au akawa kwa maneno yake anafanya sulhu baina ya watu waliogombana. Kwa maana ya kwamba hazungumzi illa katika jambo ambalo ni la khairi. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tujifunze sisi kwamba tusipayuke na kusema sema ovyo na kuwa na kauli za ovyo ovyo. La taqul ma la ta'lam wala taqul kulla ma ta'lam. Usiseme usilolijua, kwamba na wewe ufurahishe kikao majlisi ile, ili na wewe uonekane tu kwamba na wewe una rai. Pakizungumzwa siasa na wewe unataka uchomeke maneno yako, pakizungumzwa uchumi na wewe unataka kuchomeka ya kwako, mpira na wewe unachomeka ya kwako, ili mradi usionekane kwamba uko nyuma, kwamba na wewe unajua. Basi tu kinywa kisio kimetulia kinakuasha. Uislamu unasema kwamba katika sifa za mu'min, kwanza ajifunze kujizuia na maneno. Hii itampelekea afikie mahala kama tutakavyoonyesha kupata sifa ya imani. Idhan la taqul ma la ta'lam, usiseme usilolijua, usiyoyajua. Wala taqul kulla ma ta'lam, na wala pia usiseme kila unalolijua. Kwamba library yako yote unataka kuitoa siku moja, maktaba yako yote unataka kuitoa siku moja. Si kwamba mwenye kujua anasema kila anachokijua. Anasema anachokijua kwa kadiri ya haja, kwa muktadha al-hal. Kwamba kuna mahitajio ya kusema jambo fulani, analizungumza na anajizuia kusema kila kitu. Na Qur'ani inatufundisha kwamba la taqfu bima laysa laka bihi ilmu. Usisimame na kuzungumza jambo ambalo huna ilmu nalo, kwa sababu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwamba vitu vyote vitaulizwa, masikio yataulizwa, macho yataulizwa, moyo, kifua chako kitaulizwa, na hii ni sampuli tu ya vitu vitakavyoulizwa. La ulimi wako vile vile utaulizwa. Kwa hivyo usiseme kila kitu,
Sasa mtu kujifunza kuwa mkimya, hasemi ovyo ovyo, hasemi kila kitu, kutamsaidia mambo mengi sana. Kwanza kabisa kutamsaidia kuwa na hikma, kuwa na busara, kwa maana ya kwamba atakuwa ni mwepesi sana kutathmini maneno anayoyasema, kuteua lugha ya kuzungumza, kwa sababu anajizuia kusema hata kama nafsi yake inamtuma aseme na yeye achangie. Mu'min ana uwezo, ana utashi wa kujizuia hata pale nafsi inapomwambia sema, mpaka pawe na dharura ya kusema. Lakini mahali ambapo kusema kwako hakusaidii chochote, hakuna maana yoyote, hakuongezi chochote, hakutengenezi lolote, hakuna haja ya kusema, si lazima useme tu. Kwa hivyo kuwa mkimya mara kwa mara na hupayuki na kusema sema ovyo kunasaidia kukupa hikma, busara, na kuna kusaidia wewe kuwa na mazingatio, kwa sababu akili yako ni tulivu, kwa hivyo inakuwa na mazingatio zaidi. Kwa hivyo unaweza ukapima kila unalolizungumza, na kwa kuwa unapima kila unalozungumza utakuwa unateua maneno ya kusema, na ni kwa muda mchache sana unaweza ukawa ni mtu mwenye busara. So mwenye busara ni yule mtu ambaye kwanza kabisa anafikiria kabla hajasema, na wala hasemi kisha akafikiria baada ya kusema, kwa sababu mtu wa sampuli hiyo lazima awe na majuto mara kwa mara juu ya yale aliyosema. Kwa hivyo al-aqlu yataqaddamu al-kalam, ile akili yake itatangulia maneno yake, itatangulia kauli zake, atafikiria kabla hajasema, kwa sababu ili aseme au asiseme lazima ajishauri kwanza. Na mara nyingi kujizuia ni vizuri ikiwa hakuna dharura ya kusema. Hili litakufanya uwe na busara, uwe na mazingatio. Sasa mazingatio yenyewe si tu kwa kile unachokisema, lakini litakufundisha kumsikiliza mwenzako anayezungumza. Yeye muache azungumze, muache aendelee kuzungumza, wewe utakuwa ni mwepesi kumtathmini. Kwa hivyo ni rahisi sana kujifunza kwake na kutathmini yanayosemwa. Na Qur'ani ndivyo inavyotufundisha kwamba waja wema waumini ni wale ambao wanasikiliza maneno kisha wanayachambua, yattabi'una ahsana, wanayafuata yale bora zaidi katika yaliyosemwa. Na huwezi ukayajua bora mpaka uwe ni mtulivu, mkimya. Sio unamkatiza mwenzako maneno juu ya maneno, yeye anataka kusema, wewe unataka kusema. Kuna watu ambao ukikaa naye anakuchosha, anazungumza sana, na pindi unapotaka kuzungumza wewe hakupi fursa, kwa sababu ni maumbile yake, anataka asikilizwe zaidi kuliko kusikiliza. Huyu hawezi kuwa na hikma, hawezi kuwa na busara, hawezi kuwa na mazingatio. Mara nyingi anakosea, hateui hata maneno ya kusema, makosa yake yanakuwa ni mengi. Kwa hivyo katika sifa za iman, kwanza kabisa anza kujifunza kuanzia leo. Kama ni mtu na maneno mengi, hebu jifunze kuyapunguza. Jizuie kusema sema ovyo. Tumesema itakupa mazingatio, itakupa vile vile busara, kujitathmini wewe, lakini vile vile kutathmini yale yanayosemwa na mwenzako, na hiyo ndio busara yenyewe. Kiislamu ukweli ni kwamba muumini hapendi kuwa ni mtu wa maneno mengi, anazungumza sana, lakini kuna maeneo ambayo ni wajibu mtu aseme. As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras, mwenye kunyamaza mbele ya haki, mahala ambapo batili tatawala, lau kama hatosema, lau kama hatotamka, huyo ni shaytani bubu, amekemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni maeneo ambayo hairuhusiwi mtu kunyamaza kimya. Lakini katika hali ya kawaida, kwa nini lazima uzungumze tu? Kwa nini wewe huwezi kuzuia ulimi wako ukapata busara, ukawa na uwezo wa kutathmini athari za amkeo ya vitendo, tokeo ya kauli? Maamuzi yako yatakuwa ni maamuzi ya busara zaidi. Haya ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ali, na ni mafunzo ya maimamu ahlul bait alaihim afdhalus salatu wassalam. Imam Ali anasema hivi: la ilma katafakkuri,
hakuna ilmu kubwa kama vile kufikiria. Na hapa tutakuja sasa katika uwanja wa kufikiria, ambapo ni uwanja mkubwa sana katika kumbadilisha mtu. Lakini mtu kufikiria, kuwa ni mtu ambaye anatuliza bongo lake, akafikiria, akatathmini mambo, jambo hilo haliwezi kutokea mpaka akawa ni mkimya, si mtu wa kusema sema sana, bali ni mtu anatuliza mawazo. Hiyo ni sifa ya mu'min. Anasema Imam Ali alayhi salam, la ilma katafakkuri, hakuna ilmu kama vile mtu kufikiria. Lakini vile vile hadithi nyingine inasema, wal fikru mir'atun safiyatun, na kufikiria, fikra, kuwa na fikra, kufikiria ni kioo safi, kioo ambacho kinaweza kukuonesha vizuri, kinaweza kukuonyesha, kukutathmini, kujiasesi, ukaweza kujitathmini. Kwa hivyo kufikiria ni moja katika sifa za waumini, na hauwezi kupata sifa hiyo mpaka uwe mtulivu, unaitathmini mambo, ambao huna mazungumzo mengi, kauli nyingi, unajifunza kuwa mkimya. Vile vile hadithi nyingine ya Imam Hasan alayhi salam inasema hivi, at-tafkiru abu kulli khairin wa ummihi, kufikiria ndio baba wa kila jambo la khairi na ndio mama wa kila jambo la khairi. Kwa hiyo sisi tunachokihitajia ni kupata mambo ya khairi katika dunia hili. Imam Hasan anatufundisha, anasema kule kufikiria mtu ni baba wa kila jambo la khairi unalolifahamu, kila khairi unayoifahamu, na ni mama wa kila khairi, maana ni chimbuko na asli ya kila khairi. Na huwezi kuwa ni mtu mwenye kufikiria mpaka uwe mtulivu. Na utulivu unapatikana zaidi katika kupunguza maneno. Huzungumzi ovyo ovyo, unatathmini yako na ya wenzako, na kuteua ya kusema litakupa busara, mazingatio, na hatimaye utakuwa na uwezo wa kufikiria. Utakuwa mwepesi sana, hata kama ni mtu mnajadiliana naye, hata kama ni adui yako anazungumza ya kuzungumza, ukiwa na pupa ya kutaka na wewe kusema, anaposema na wewe unataka kusema, basi utakosea kama anavyokosea yeye. Makosa yako atakuwa mengi. Baadaye ukikaa na kutathmini ulichokisema, utagundua kwamba haraka yako na kupenda kwako kusema kulikupelekea wewe kukosea. Na mara nyingine ni ujuaji tu, mtu anataka kuonesha kwamba ni mjuaji, anafahamu, kwa hivyo lazima aseme na yeye, lazima atie rai, lazima atie na hau kidogo, atie nakshi katika maneno. Katika hali kama hii utakuwa umetoka katika sifa ya kuwa wewe ni mu'min. Qur'ani ukiichunguza katika aya nyingi sana inahimiza kuhusu kufikiria. Afala yatafakkarun, utaona kuna aya nyingi sana za Qur'an zinahimiza sana mtu kutuliza mawazo, kuwa makini na kufikiria. Na kwa mujibu wa Qur'ani, mtu wa sampuli hiyo mara nyingi anaongoka katika haki, mara nyingi anaitambua haki, mara nyingi anaiona njia. Kufikiria ni kama hamira ambayo mtu anaitia katika unga, kuna ikuza akili, kuna ifanya akili iumuke zaidi, ikue. Kwa hivyo mara nyingi kwa mujibu wa Qur'ani kwamba kule kufikiria mtu kutamuongoza katika njia ya sawa sawa, katika mafanikio, katika ufanisi. Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Na waumini wa kweli ni wale ambao kwanza wanafikiria katika maumbile ya mbingu na ardhi, na matokeo ya kufikiria ni kuitambua haki, rabbana ma khalaqta hadha batila, na wanasema ewe Mola wetu, hukuumba vyote hivi kwa batil, subhanaka, utakatifu ni wako, faqina adhaban nar, tuepushe na adhabu ya moto, tuepushe na balaa. Na tabia hii lau kama mtu ambaye si mu'min na si muislamu akiweza kuchukua sifa hii, vile vile atapata, kwa sababu huu ni utaratibu takwini kauweka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hata asiyekuwa mu'min akijaribu kubeba hii sifa katika sifa za waumini, atapata sehemu katika mafanikio, utulivu na ile saada katika maisha ya duniani.
pia kutamfanya uone ukweli, apate uhakika. Tizama mtu mwenye pupa, sawa sawa katika kauli zake, vile vile katika vitendo vyake. Ndugu zangu, kama nilivyosema, ukijaribu wewe kutekeleza haya tunayosema, ukaweza kuuzuia ulimi wako na kusema ovyo, utakontroli vitendo pia. Utaona kwamba vile vile vitendo vyako viko controlled, vimeweza kuzuiwa vile vile. Hutokuwa na pupa. Kama dereva, udereva wako utakuwa hauna pupa. Ukiweza kuzuia ulimi, pia utaweza kuzuia mikono, miguu, kichwa na viwiliwili vingine vyote. Kwa hivyo ulimi kana kwamba una nafasi katika kuviendesha hivi vingine. Kwa hivyo kama dereva utamuona ni mkimya, hana pupa. Kama mathalan ni mtu ambaye anazungumza na watu, ni mwalimu anafundisha, basi pia atakuwa ni hana pupa katika kuzungumza. Kama ni mtu anayetembea barabarani, vile vile mwendo wake utakuwa ni mwendo mzuri usiokuwa na pupa. Waqsid fi mashik, vile vile utakuwa ni wakati na kati. Kwa hivyo ulimi una nafasi sana katika kukontrol viwiliwili vingine vyote vya binadamu, na pale ndipo utakapojenga haiba yako. Na muumini ndio mtu wa sampuli hiyo. Kwa hivyo ulimi unaweza kukontrol hivi vyote, na pia ni rahisi kuona kasoro na ni rahisi kuona haki. Tizama kwa mfano kisa cha Isaac Newton na swala zima la kugundua mvutano uliokuwepo katika dunia hii. Ni mtu ambaye alikuwa amekaa chini ya mti, tunda likaanguka. Mwenye pupa siku zote angelikimbilia na kuwahi kulila, kama ambavyo sote tunafanya hivyo. Huko chini ya mwembe, embe liloiva limeanguka, kikubwa unachokifanya ni kulikimbilia na kulichukua. Lakini kwa sababu alikuwa mtulivu, mwenye kufikiria, aliweza kufikia ukweli fulani, aliweza kutathmini kile kitendo kilichokuwa mbele ya macho yake, akaweza kupata elimu. Tuna mifano mingi ya kutoa katika hili, lakini muda wetu hauruhusu. Lakini ujumbe wa leo ni huu, kwamba moja katika sifa za iman, ili tuweze kupata faraja, utulivu na maisha yenye fanaka katika dunia hii na pia katika akhera, moja ni kupata imani. Na moja katika sifa za watu wenye imani ni kuwa na maneno machache yatakaoleta utulivu, yakampa hikma na busara na mazingatio, na kuweza kutathmini anachokisema na kile kinachosemwa na wengine. Hatimaye mtu kama huyu atakuwa na imani, atamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyema, na vitendo vyake vingine vyote vinaweza kuendeshwa baada ya hapo na tabia yake ile ya kuwa ni mkimya, hasemisemi ovyo, kwa sababu ulimi una nafasi sana katika kuendesha viwiliwili vingine. Na mwishowe atakuwa ni mtu mwenye kufikiria sana. La ilma katafakkur wal fikru mir'atun safiyatun, vile vile at-tafkiru abu kulli khairin wa ummihi. Kule kufikiria ndio chimbuko la mtu kuitambua haki na hatimaye kuwa na maamuzi ya busara katika maisha yake ya kila siku. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil